Leo nataka kuleta uwezo wa Mungu katika nyumba yako. Mungu ana uwezo wa kufanya kitu chochote wakati wowote akitaka. Biblia inasema alimwambia yule mama mjane aliyekuwa na madeni, akasema, nenda ukaazime vyombo vitupu kwa majirani, kisha ukajaze mafuta kidogo ulionayo katika nyumba yako, nawe utauona muujiza wa Bwana. Biblia inasema yule mama alichukua mafuta akayajaza kwenye vyombo vitupu, vikajazwa. Na baadaye alipomwendea nabii Elisha akamwambia, basi kauze mafuta hayo ili uweze kulipa madeni yako, na fedha inayobaki utumie wewe na familia yako. Biblia inasema fedha na dhahabu ni mali ya Mungu. Wazia jambo hili ambapo Petro alikuwa anadaiwa kodi. Bwana Yesu alimwambia Petro, nenda peleka ndoana yako, samaki wa kwanza atakayezuka atakuwa na shekeli kinywani. Petro alifanya jambo hilo kwa hakika sana, akapata shekeli kama alivyoelekezwa, naye akalipa kodi ya Kaisari. Wakati huu watu wengi wanalalamika sana kuhusu tozo ambazo serikali inatoza kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania. Nataka leo nikutie moyo kabisa uweze kuelewa kwamba unapotoa kodi, baraka zinakuja kwenye maisha yako. Kodi ni agizo la Mungu, ni kama tunavyoweza kutoa zaka. Na mtu yoyote ambaye anakataa kutoa au kulipa kodi ya serikali katika ulimwengu wa roho anafanya mambo ya chukizo kwa Mungu, na kwa hiyo hawezi kuziona baraka. Hii ni kweli. Kitabu cha Warumi 13 kinaeleza kuhusu kodi kwamba ikiwa yupo Kaisari atakaye kodi, mpeni kodi, na yule wa ushuru mpeni ushuru. Chochote kilichoandikwa katika neno la Mungu ni sheria. Ikiwa tunaamini kwamba tukitoa zaka tunapokea baraka, kadhalika kama tutaweza kutoa au kulipa kodi ya serikali, nchi yetu itabarikiwa. Nchi ambayo watu wake hawalipi kodi haiwezi kupata maendeleo. Hiyo ni kweli. Kwa sababu hiyo, tunapaswa kuziomba baraka za Mungu ili tupate fedha kusudi tulipe kodi na tuendeshe maisha yetu. Niko hapa kuruhusu upako kwa watu wote walioweza kutoa sadaka katika vipindi vyote tangu nilipoanza mwaka wa jana mwezi wa 12. Bwana ameniambia niwabariki watu wanaotoa sadaka zao ili wachukue upako wa baraka. Mungu aongeze kipato chao. Kasome Biblia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8:18. Imeandikwa, Bwana atakupa nguvu za kupata utajiri. Maelezo yake kuanzia mstari wa 15 anasema, fedha yako itakapoongezeka, mali zako zitakapoongezeka, kila ulicho nacho kitakapoongezeka, usije ukamsahau Bwana Mungu wako ukadhani ni nguvu zako zilizokupa hayo, bali utamkumbuka Bwana Mungu, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Kwa hivyo Mungu hutoa utajiri, na akikupa utajiri anataka utoe zaka kisha utoe kodi. Ndio maana Petro aliambiwa na Bwana Yesu, utakapopata hiyo shekeli baada ya mimi kukutamkia neno la upako,
utalipa kodi yako na nyingine utanilipia mimi, moja yako moja yangu. Usisahau jambo hili kubwa ambalo Bwana Yesu alisema, ya Kaisari mpeni Kaisari na ya Mungu mpeni Mungu. Kwa kuwa Kaisari ameandikwa katika Biblia, tunahitaji kutii mamlaka yake. Lakini nini nazungumza? Baraka za Bwana zitakapofurika kwenye maisha yako, utakapoona watoto wako wanaajiriwa, utakapoona kipato chako kinaongezeka, utakapoona fedha yako inaongezeka na kila ulicho nacho kinaongezeka, usisahau jambo hili muhimu. Kumbuke Bwana Mungu wako na usiache kutoa zaka na kodi. Na ruhusu baraka kwako. Ikiwa umewahi kutoa sadaka kwa ajili ya Bwana, leo ni siku yako ya kubarikiwa. Na ikiwa umekuwa mwaminifu kulipa kodi ya serikali na hujapata mafanikio, ni zamu yako leo kunielewa. Nitakuombea utabarikiwa. Nikuonyeshe jambo hili muhimu na kubwa sana la kiroho sana. Biblia inaposema ya kwamba tulipe kodi, inamaanisha hasa kwamba tunaishi katika nchi ambayo maendeleo yake yanategemea kodi. Na maendeleo yakisha fanyika, yanatoa fursa kwa watu wanaomtumikia Mungu kupata baraka, kwa maana ajira au miundombinu inawezesha wewe kufanya biashara na mafanikio makubwa. Jaribu kuwaza, Nabii Joshua akuombee upako wa kufanya biashara kubwa ili mtaji wako uongezeke. Ni kweli mtaji utaongezeka, lakini utatakiwa kutoa bidhaa kutoka eneo moja kupeleka eneo jingine. Kama hakutakuwa na miundombinu ama ya barabara ama ya bahari, kwa maana usafiri wa maji, au miundombinu ya viwanja vya ndege, utasafirisha vipi bidhaa yako kwenda kupeleka mahali pengine ili uuze baada ya Mungu kukubariki? Kwa hivyo swala la kodi linaambatana na sadaka. Ibada ni kuheshimu kilichoandikwa. Ndio. Okay, kwa mfano umeugua leo na hujawahi kulipa kodi ya serikali, na umekwenda hospitali, na hospitali imejengwa kwa kodi za wenzako, na Mungu alisema ulipe kodi. Sasa huko hospitali unamlilia Mungu afanye muujiza pale hospitali wa kuwatumia madaktari ili wewe upate huduma, na mbingu zinajua hujalipa kodi, na kodi ambayo ingesaidia kupata madawa hospitali. Na wewe ni mtu unayekwepa kodi. Uwe na hakika hata ungeombewa na nabii, Mungu hawezi kufanya muujiza wa wewe kupata huduma bora hospitali wakati ulikwepa kulipa kodi. Kwa hiyo haiwezekani kwamba watoto wako waende shule, wasome kwa kodi za wenzako, alafu wewe uombe muujiza wa kinabii mtoto wako afaulu masomo yake shuleni, kwenye shule ambayo umekataa kuijenga. Mungu analiangalia neno lake ili apate kulitimiza. Akiona hujatenda sawasawa na neno, hawezi kukubariki. Na kwa hiyo unaposema kwamba mimi sina ajira, okay,
Ni kweli unaweza kuwa huna ajira, lakini nini kinatokea katika ulimwengu wa roho? Inawezekana kijana huna ajira kwa sababu wazazi wako tangu wanakuzaa mpaka umesoma mpaka umemaliza hawalipi kodi. Wanafanya biashara, wanakwepa kodi, wanalipa rushwa. Sasa Mungu hawezi kukubariki wewe upate ajira wakati kuna laana ya namna hiyo katika uzao wako. Mungu atakukataa usiwe mrithi wa rasilimali za nchi yako. Kumbe anayebarikiwa ni yule aliyetoa, anayevuna ni yule anayepanda. Biblia inasema msidanganyike, apandacho mtu ndicho atakachovuna.